namna nzuri kabisa ya kuweza kuondosha athari na mashakili haya ya kisihri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Leo nataka niwaelekeze namna ya matumizi ya chumvi. Sawa. Katika kuondosha uchawi imma katika majumba au katika miili. Au kadhalika kuondosha athari ya watu kuharibikiwa sana majambo yao katika al-ayal, kwa maana katika familia zao biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Fahunaka al-ayatul qur'aniyya wa aidha a'shabun tatrudu al-jinna wa tabtilu as-sihra. Bila shaka kuna aya za Qur'an, lakini kadhalika vile vile kuna mimea ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameiweka mimea hiyo hapa ardhini. Tatrudul jinna, ina uwezo bora kabisa wa kufukuza mashaitan, majini ambao wanaoleta madhara katika afya na maisha ya bin adam. Watabtilu sihra, lakini kadhalika na ipo baadhi ya mimea aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala hapa katika dunia yetu. Mimea hiyo ina tabia ya kubatilisha na kuondosha uchawi na athari zake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu wamesibiwa na uchawi, kazi ya uchawi huo ni kuharibu familia zao. Ndio mtu ana watoto hawaolewi kabisa, yani kila akija mchumba harudi tena, au mtu ana watoto hawaoi kabisa kabisa, kila wakienda kuchumbiwa mahala wanatimliwa, hawatakiwi. Lakini kadhalika kuna watu wamefanyiwa sihri, hakuna wanachoshika wao kikafanikiwa. Wana mipango mizuri, haiwi. Wamesoma, wana ilmu nzuri, haina faida. Lakini kadhalika wana watu ambao wanaweza kuwasaidia, hawana mpango nao kabisa wa kuwasaidia watu hawa. Sihri zikitawala katika mahala, kunakuwa na hatari kubwa kabisa kabisa. Sasa leo nataka niwaelekeze kwa uchache matumizi ya chumvi katika kuondosha athari na mashakili haya ya kisihri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ukimsoma mmoja miongoni mwa wanavyoni wakubwa kabisa ambao ni bwana mkubwa Ahmadul Buni qaddasallahu sirra, mwamba huyu katika miamba inayotambua vema masala ya taaluma na ilmu, anasema ilajun wa ibtalu sihri bilmilhi, yapo matibabu maalum kabisa ambayo yanaweza kubatilisha na kuvunja matego ya uchawi kwa matumizi ya chumvi tu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hiyo chumvi ambayo unaiona unayo nyumbani kwako, unapikia mboga inaleta ladha, basi inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala inaweza kutumika kama matibabu bora ya kuondosha athari za kisihri, lakini kadhalika na athari za kishaitani. Chumvi hiyo itumie, utatupigia simu utasema alhamdulillah, sasa naona kuna utulivu katika nyumba yangu. Wanasema mwanachuoni huyu Ahmadul Buni anasema yutabaru almilhu maddatan hafidhatan wa taridatan liljinni washayatin. Anasema imefahamika na kutambulika wazi baada ya watu kufanya majaribio ya aina mbalimbali, testi za aina mbalimbali, ikatambulika na kufahamika ya kwamba chumvi ni moja katika maadini ambayo hafidhatan, kwanza yana uwezo wa kumlinda mwanadamu kutokana na mashakili ya aina mbalimbali, lakini wataridatan liljinni washayatin, na ina uwezo mzuri kabisa ya kuwatimua na kuwafukuza majini na mashaitan biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Fahiya tuathiru ala abidanihim wa taqatihim, bila shaka chumvi ina uwezo mzuri wa kuleta athari katika miili ya majini na mashaitani ambao wanaleta madhara katika afya na maisha ya bin adam. Lakini hata ile taqa yao, energy yao huwa inapungua na kumalizika kabisa iwapo utajua njia sahihi ya matumizi ya hiyo chumvi ambayo wewe umeona ni kitu kidogo. Bila shaka ina nafasi bora ya kuweza kukunusuru biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Falmilhu yuathiru ala aljinni au ash-shaytani fayahrubu wa ya'ummu almanzilu alhudu'a wasakina. Bila shaka hii chumvi lau kama utajua namna ya kuitumia,
yuathiru ala aljinni, ina uwezo wa kumpa athari jini na shaitan. Fayaharubu, akakimbia. Wayaumu almanzilu alhudua, hapo sasa nyumba itapata utulivu wa hali ya juu, wasakina, lakini kadhalika na itakuwa nyumba yenye maelewano yaliokuwa bora kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Zipo baadhi yani yapo baadhi ya majumba hakuna utulivu baina ya mke na mume, vyanzo ni sihr, ni machawi tu. Lakini yapo majumba ambayo ndoa zinavunjika kabisa, lakini sababu ni uwepo wa masala ya kishaitani pamoja na uchawi. Na yapo majumba ambayo hayakaliki. Ukiwa ndani ya nyumba hiyo utasikia kama kuna watu wanatembea, nyayo za watu zinatembea. Ukitoka kutazama hauoni. Utasikia kama bafuni kuna maji yanamwagika, ukienda kutazama wapi yanamwagika, hakuna. Utaona taa zinawashwa, ukienda kutazama alowasha nani, humuoni, au zinazimwa. Basi ilimradi kuna kuwa na mauzauza ya kila namna. Yapo majumba ambayo yamesibiwa na athari na mashakili kama haya. Kwa haraka na kwenda kuelekeza watu njia ya matumizi ya chumvi biidhnillah. Hapo ulipo ndugu yangu, naomba utumie utaratibu huu, alafu bila shaka utakuja kutuambia alhamdulillahi rabbil alamin. Ama njia ya kwanza au tariqatul ula, njia ya kwanza, tahdhuru inaa fihi ma'un nadhifun wa tad'a fihi 3 mala'iq milhin fatamsaha fi kulli arkanil manzili fasatulahidhu alhudu'a wa tash'uru bitaqatin wa rahatin ijabiyyati fil manzili. Njia ya kwanza ya kufanya, wewe ambaye nyumbani kwako unaona kuna kuwa na vurugu sana, watoto hawaelewani, ni mapambano, mke na mume hawaelewani, ni vurugu, wewe ambaye bila shaka utaiona nyumba yako ipo katika utaratibu wa hali ya namna hii, kwa kutumia chumvi tu unaweza ukazima hili balaa katika nyumba yako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tahdhuru inaa, chukua chombo, fihima, ambayo ndani ya chombo hicho kuwe na maji, tena maji yenyewe nadhifu, yawe ni maji safi kabisa. Watadha'u fihi 3 mala'iq milhin, alafu utaweka ndani yake vijiko 3 vya chumvi. Kisha baada ya hapo fatamsahu fi kulli arkanil manzili, alafu utachokifanya, chukue yale maji sasa, rashia katika sehemu ya pembe zote za nyumba. Fasatulahidhul hudu'a, natija ya kufanya hayo bila shaka utaona unapatikana utulivu. Watashuru bitaqatin wa raha, lakini kadhalika utaona katika nyumba hiyo kuna kuwa na taqa na energy ambayo inaondosha yale zile athari. Lakini kadhalika utaona furaha inaanza kutawala ndani ya nyumba hiyo. Tena itakuwa rahatan ijabiyan, itakuwa ni raha ya watu kuwa na maelewano mazuri, masikilizano mazuri, kufahamiana vema katika nyumba hiyo. Basi nyumba utaiona inatawala amani, kwa sababu lau kama nyumba itakuwa imetawala na athari za kishetani pamoja na sihir, hapa hakutakuwa na utulivu, hapa hakutakuwa na maelewano, hapa hakutakuwa na masikilizano, kutakuwa na vurugu zisizokuwa na sababu katika hali za namna hii. Tathmini nyumba yako, lau kama utaiona nyumba yako ina vurugu za hapa na pale, fata utaratibu huu. Naamini ipo siku utatupigia simu, utasema kupitia katika jukwaa la Sheikh Yusuf Diwan, alhamdulillah nimepata natija na sasa utulivu unaendelea katika nyumba yangu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hii ni njia namba 1. Lakini tariqatu thania, ama njia ya pili ya namna ya kuitumia chumvi ili kutengeneza usalama hapo katika nyumba yako, tadha almilha ma'a alhabati sauda, utachukua chumvi pamoja na habatu sauda. Thumma taqra'u alayhim almu'awwadhatayn, kisha baada ya hapo utasomea zile qul a'udhu birabbin nasi na qul a'udhu birabbil falaqi wal ikhlas, na utasomea suratul ikhlas 3 maratin, mara 3. Thumma tabkharu bihi almanzila au shakhsa almusaba bisihri, kisha baada ya hapo utafukiza kwa mchanganyo huu wa chumvi pamoja na habat sauda
pale nyumbani, au utamfukiza mtu ambaye aliyefanywa masala ya uchawi. Wadhalika waktu ghurubi shamsi au alfajr, na ni vema sana kufanya matendo haya wakati ule jua linazama, kwa maana energy ya jua inakuwa imeshuka, au wakati ule alfajiri imeshachomoza, tunaelekea kuingia katika energy ya jua biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lau kama itafanywa utaratibu huu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atainusuru nyumba hiyo, lakini kadhalika na yule ambaye alosibiwa kupitia asbabi hizi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Falmilhu ya'malu ala taftiti taqati salbiya, kwa sababu siku zote chumvi, namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyoiumba, uwezo wa kupasua zile taqati salbia, madhara ambayo yanaweza kuwa yametawala pale nyumbani, hasa kutokana na athari za kijini au kishaitani au kisihri. Fakullu shaitani wal jinni tahrubu min almanzili idha kana minhum adha ala ahli almanzili. Basi mashaitani wote na madhara ya kijini na machawi ambayo yanaleta athari huwa hayakai mahala hapo, yanakimbia haraka sana kutoka katika nyumba ambayo utaratibu umefanyika. Lidhalika tash'uru birrahati inda aljulusi amama albahri, na ndio maana utaona watu wengi sana wanapoenda katika ufukwe baharini, ataona mtu anajihisi tu kwamba raha, anajihisi faraja, anajihisi furaha. Na hivyo ndivyo utaratibu ukiufanya ndani ya nyumba yako, nyumba itajaa furaha, itajaa amani, itajaa maelewano na masikilizano biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Nikimalizia, njia ya tatu ya matumizi ya chumvi ni hii: yumkinuka alistihmamu bilma'i walmilhi fayash'uruka bilhudu'i warrahati wa yubtilu sihra. Bila shaka lau kama utachukua maji alafu ndani yake ukaweka chumvi, alafu kisha ukaogelea ndani ya maji ambayo ndani yake yana chumvi, basi fayashiruka bilhudu'i warraha, bila shaka utaanza kuona mwili wako unapata utulivu, uchovu unaondoka, lakini kadhalika utajiona unajihisi raha, unajihisi faraja, na hata machawi nayo utafuta njia ya kuondokea biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni hiyo chumvi ambayo wewe unayo nyumbani kwako. Ndio maana tulipokuwa pale Ghazal tuliwahi kusoma somo moja linaloitwa almilhu, chumvi. Anasema almilhu ma'dinun yujadun bikathirin ala jihati al-ardi, ya kwamba siku zote hii chumvi ni maadini ad-daruri li hayati al-insan. Kwanza ni maadini ambayo ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kaiumba chumvi bihadhihi al-kathra, kutokana na wingi huu ambao yashtariha al-ghani wal-faqir. Anaweza kuipata chumvi mtu aliyofakiri na hata aliyotajiri anaweza kuipata chumvi. Mwenyezi Mungu ameumba kwa wingi. Kwa sababu gani? Ni maadinun daruriyun li hayati al-insan, kwa sababu ni maadini muhimu mno katika maisha ya mwanadamu. Hivyo mtu yoyote anaweza kuipata chumvi, awe tajiri anaweza kuipata chumvi, awe maskini anaweza kuipata chumvi. Kwa hali hiyo ndio maana tukakupa darsa kutokana na hiki kitu ambacho anaweza kukipata mtu yoyote, ili uweze kukitumia pale nyumbani insha Allah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Huenda migogoro isiyo na lazima tukaweza kuitatua katika majumba yetu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, tukiachana na migogoro hii, kama jinsi ambavyo alivyosema al-akhi Sheikh Sabasi bil Kubra, kuna migogoro inayosababishwa na mwanamume kutoperform vizuri katika swala la tendo la ndoa, na ndio maana tukakuandalia hii inayoitwa yani mkono wa Idi. Mkono wa Idi ambao bila shaka ni mujarrab sana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu al-akhi Sheikh Sabasi bil Kubra. Kuna ndugu zetu ambao wapo katika ardhi ya Sweden. Wao baada ya kupata vipindi katika jukwaa letu hili wakapata taarifa ya uwepo wa mkono wa Idi. Wao wakasema sisi tunautaka mkono wa Idi kwa haraka sana. Tukawaambia gharama yake, na wao wakatekeleza ile gharama na gharama ya utumaji tukawatumia. Hivi ninavyokuambia takriban huu ni mwezi mmoja sasa wa matumizi ya huu mkono wa Idi. Na kila baada ya siku mbili wale mabana utupigia simu
wanasema mashallah, yani huu mkono wa Idi ni mkono wa Idi kweli kweli. Mambo yamekuwa mazuri, furaha imerudi pale nyumbani. Sasa hivi hakuna kurudi tena saa 8 za usiku. Mapema tu mtu anarudi kwa ajili ya hofu imeondoka Sheikh. Majambo ni mazuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika tunayo hapa, hii inaitwa haqqul mujarrab. Hii ni dawa mujarrab kwa ajili ya kuondosha masala ya kisihir, uchawi. Kuna watu wamefanywa uchawi mbaya sana. Famina sihr ma huwa yaqtulu wa yumarridu wa ya'khudhu almar'ata fayamna'uha an wata'i zawjiha. Anasema miongoni mwa uchawi kuna uchawi ambao unaweza ukaua. Kuna watu wanakufa kwa kufanyiwa machawi, kwa kurogwa. Lakini kadhalika kuna watu wanapata madhara, yani uchawi unaleta maradhi tu. Anakuwa ni mtu ana maradhi yanayojulikana na hata yale maradhi yasiyojulikana. Kuna wengine wanaumwa kwa sababu ya uchawi tu. Lakini kuna uchawi ambao kazi yake ni kumfunga mwanamume ashindwe kabisa kuliendea tendo la ndoa. Yani yapo mambo ya namna hiyo, na wengine wanafungwa wasiweze kupata uzazi katika kina dada na kina mama. Yapo mauvimbe mengine katika vizazi vya kina mama, sababu zake ni sihir. Sasa hii haqqul mujarrab ni mujarrab zaidi kwa ajili ya kuondosha athari za kichawi. Lakini uchawi upo ule ambaye bila shaka unaweza ukakaa nje ya mwili wa mwanadamu. Ndio anakuwa yeye hana anapoumwa katika mwili, lakini hana mpango anaofanya ukakamilika. Haqqul mujarrab ni muhimu sana kwa ajili ya kumaliza mashakili haya. Na hii haqqul mujarrab dozi yake ni hizi chupa 3 kama unavyoziona hivi. Hii ndiyo dozi kamili ya haqqul mujarrab. Lakini kadhalika hapa tunao al-irham. Ni maalum sana kwa ajili ya kina mama. Hii kwa ajili ya kuondosha uvimbe katika vizazi vya kina mama, kwa ajili ya kupangilia mifumo ya ada kwa kina mama. Lakini ni muhimu sana kwa ajili ya kuondosha maumivu makali kabla na wakati na baada ya ada. Maana kuna kina dada wanapata maumivu makali kabla ya kuingia katika siku zao, lakini kuna wale wanaopata maumivu makali wakiwa ndani ya siku zao, na kuna wale wanaopata maumivu makali baada ya kumaliza siku zao. Hii ni mujarrab sana kwa ajili ya kutengeneza mirija ya uzazi, kuzibua mirija ya uzazi, kuondosha athari hii, kupangilia mfumo wa hormone ya al-ostrogena iende kwa utaratibu uliokuwa bora, na kufanya taftiti katika uvimbe, uwe uvimbe mkubwa au uvimbe mdogo biidhnillah. Hii ni mujarrab sana na ni nzuri sana kukifanya kizazi kuwa imara na kuwa tayari kwa ajili ya kupokea mbegu za kiume. Hivyo tutapata natija ya kupatikana kwa watoto wengi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo mkombozi kwa mama zetu na dada zetu, ambayo bila shaka inaitwa al-irham, na dozi ni kopo 4 hizi. Ndiyo dozi kamili biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wasiliana nasi, utaipata mahala popote ulipo. Yupo dada yetu ambaye yupo katika ardhi ya Marekani, amewahi kupata mtoto mmoja, huu ni mwaka wa 12. Lakini alipofuatilia katika vipindi vyetu hivi, akawa ameiona hii dawa al-irham, na yeye anahangaika sana kufanikiwa angalau apate katoto kingine. Alhamdulillah ameitumia hii, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye mwenyewe anatuambia alhamdulillah, majambo yamekwenda vizuri. Na wewe jaribu inshallah, Mola wetu bila shaka atakufanyia maajab kupitia katika dawa hii inayoitwa al-irham. Nikimalizia hapa tunaye prostate. Hii ni maalum kabisa kwa ajili ya ndugu zetu ambao wana tatizo la tezi dume. Najua tezi hizi ina hatari sana, na hii tezi ni ambayo inapatikana tahta al-mathanna, chini ya kibofu cha mkojo, na mara kadhaa inapata madhara kutokana na vitu anaita al-ittirabul hormonia, paraganyika kwa hormone, na hasa hormone ya kiume inaitwa testosterone. Hizi kiparaganyika, basi hormone hii inawezekana ikapata vitu vinavyoitwa al-awramul hamid au al-awramul khabith, imma uvimbe ambao hauna chembe chembe za kansa, au uvimbe ambao baadaye utakuja kuleta athari ya chembe chembe za kansa. Ni hatari sana
kwa mwanamume, ewe ndugu yangu, la utaiona hii dawa ya prostate, ni muhimu sana kuipata, kwa sababu ina uwezo wa kumaliza tatizo hilo la prostate bila ya kufanya upasuaji biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tibu prostate bila kupasua biidhnillah subhanahu wa ta'ala kupitia dawa hii inaitwa prostate, na dozi yake ni kopo 5 hizi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni Ar-Ramad, kwa maana kwa ajili ya macho. Al-Akhi Sheikh Sabasib al-Kubra ameeleza kwa ufasaha. Hii kwa ajili ya macho. Wewe ambaye macho yako bila shaka yana mashakili, basi jitahidi sana upate Ar-Ramad. Unaona giza, unaona maruerue, uone vizuri, jicho linachoma sana kama ndani yake kuna mchanga, lakini wakati mwingine unapoteza nuru ya kuona, wakati mwingine unakuwa unasikia maumivu makali, basi inshallah Ar-Ramad ni muhimu sana kwa ajili ya kumaliza mashakili ya macho biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika tuna dawa nyingi tu. Inshallah ukifika hapa ofisini kwetu au ukiwasiliana nasi, tunaweza tukakupa maelezo yaliokuwa bora kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala, na mambo yakaweza kwenda katika hali iliyokuwa sawa. Tuna dawa maalum kabisa kwa ajili ya masala ya sickle cell. Lakini kadhalika tuna zaitul ahmar, mafuta mekundu yaliyotoka katika mti mwekundu, ni maalum sana kwa kufanya mambo mazito. Tutakuja kuyaeleza katika vipindi vijavyo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Inshallah kutoka katika jukwaa letu hili siku ya leo, Alhamisi ya leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala, naamini kwa wale ambao wamekaa na daftari zao na karatasi zao na kalamu zao wanaandika baadhi ya pointi, bila shaka watakuwa wamepata baadhi ya fawaid biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Insha Allah usikose kutufuatilia katika jukwaa letu kila Alhamisi biidhnillah subhanahu wa ta'ala baada ya sala ya adhuhuri biidhnillahil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.